Haujambo na karibu mpenzi mfuatiliaji wa channel yetu hii, na ukaribisha kufuata matangazo yetu ya ajira na wakati kama na huu. Na kwanza tuanze na mtasari wa habari ambazo zitakuwa ndani. Watu zaidi ya 30 ndio wameshauawa huko Irumu mashariki mwa DRC tangu mwanzo wa mwezi Novemba mwaka 2023. Hali ya utulivu yashuhudiwa baada ya mirindimo ya risasi kati ya M23, FARDC pamoja na wazalendo vijana waliojitolea ili kutetea taifa lao huko Masisi, Kivu Kaskazini. Na mwishowe huko Bukavu utaenda kufuata kwamba taasisi ya Kifaransa mjini humo imeandaa kuongeza ufahamu wa kisayansi kwa wanafunzi kutoka shule tofauti kwa ajili ya usimamizi wa maji ya kunywa Ijumaa ya Novemba 10 mwaka 2023. Kama nilivyokujuza kwenye mtasari wa habari zetu, ni zaidi ya watu 30 ndio wameshauawa na waasi wa ADF wenye asili ya Uganda tangu mwanzo wa mwezi Novemba sehemu ya Irumu na Beni mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mengi zaidi, mwandishi wetu Molelwa Msekedide anakuja na ripoti. Watu wao ambao ni zaidi ya raia 30, wengi wao waliuawa na watu wanaotajwa kuwa waasi wa Uganda wa Allied Democratic Forces ADF kwa ufupi kwenye usultani wa Wale Sevonkutu pamoja na Banyali Chabi tarafani Irumu mkoani Ituri, licha ya uwepo wa operesheni Shujaa ambazo ni operesheni za pamoja kati ya majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC na yale ya Uganda UPDF. Ni Bwana Christophe Munyenderu, mwanaharakati wa haki za binadamu pia mratibu wa shirika la CRDH sehemu za Irumu, ndiye aliyedokeza hayo. Tangu mwezi huu wa 11 tumeweza kuwapoteza waraia 13 ndani ya mtaa wa Irumu, na hiyo mauaji imeweza kupitika chini ya ndani ya usultani ya Banyali Chabi na Wale Sevonkutu. Mtaweza kujua kwamba huyo muhuni wa Uganda ADF ameendelea kutatiza sana, na wakati anapowaua watu ndio inasukuma sisi kama raia kuweza kujiuliza, je, operation za pamoja UPDF FARDC kwa kweli zipo? Na kama zipo, tunajiuliza waliweza kukaa na kuweza kukamata mipangilio vizuri? Kwa sababu hatuendelee kuelewa wakati watu wanaendelea kuuawa. Banyali Chabi ilikuwa usultani ambapo huyo adui alikuwa amepigwa na hiyo umoja ya jeshi ya Uganda na ya Kongo, na wakasema kwamba huyo adui ameweza kukimbia huko. Lakini yale ambayo inatuletea huzuni ni wakati tunapoona tena huyo adui anarudi huko na kuanza tena kuwaua raia. Utaweza kujua kwamba kwa tariki 9 ya mwezi huu wa 11 mwaka huu, huyo adui aliweza kujipenyeza kwenye groupment ya Tondoli kwa usiku ya siku ya 4 na akaweza kuwaua watu 12 na kuchoma nyumba. Na mauaji hayo yaliacha waraia wa miji fulani ukimbia. Tunakamata mji ya Batonga, Tondoli, Malaya, Aizi, Boyo, Mboku. Hizo miji zote zinapatikana chini ya usultani ya Banyali Chabi, ambayo ilisukuma waraia kukimbia, na wengi walikimbia kwenye mji ya Kainama na penginepo ndani ya mtaa wa Beni ku jimbo la Nord Kivu. Tusema kama raia wanajua kwamba kupitia hizo operations za pamoja UPDF FARDC tutaweza kupata usalama, lakini wakati adui anaanza tena kurudi nyuma na kuwaua watu, sisi kwetu na tuletea huzuni kubwa. Ni vema kukumbusha hapa kuwa baada ya ukimya mdogo ulioshuhudiwa sehemu hiyo kwa kipindi fulani, mnamo tarehe wa Novemba 5 ADF hao waliweza kuwaua raia 3 eneo la Apakola, na hivi majuzi ni kitongoji cha Mambelenga ndicho kilichoshambuliwa na watu kuuawa tena, ameendelea kusema Bwana Christophe Munyenderu wa CRDH. Na hiyo inatusukuma kusema kwamba tunaomba kwa vijana wote ambao wanapatikana ndani ya mtaa wa Irumu tuweze kuweka oga mbali, tuweze kusimama, tuweze kujiunga kwa pamoja, nasi tuweze kuwa na vikundi vya wazalendo ambao wakati hiyo adui ADF anapofika kwenye miji tuweze kuwa na hiyo wakati ya kufuatilia huyo adui, kumkimbiza ndani ya pori, kwa sababu hatutaweza kuwa tukiitika tukiangalia bila kufanya kitu fulani wakati wa ndugu zetu wanapokuwa wakiuawa na huyo adui ADF. Na wakati tunapopigana naye ni sharti tuwe kwa upande wa jeshi yetu ya Kongo
kama hivyo mambo wanavyoifanya huko Ruchuru, Masisi, hata ngambo za huko Goma, ambapo vijana wameweza kuungana kwa kupigana na hao ambao wanaendelea kutatiza huko wa M23. Ni sharti na sisi vile tuweze kushimama, tuweze kuangalia namna gani kupigana na huyo adui ADF ambaye kila siku anakuwa kiua wa ndugu zetu. Ni sharti tuweze kutia oga mbali, tuweze kuingia nasi ndani ya pori wakati huyo adui anaingia, ili tuweze kufatana naye, tukiweza kusaidiana na jeshi letu la Kongo, kwa sababu kama sisi vijana hatutaweza kushimama, kwa kweli tutaendelea kuwa tukitazama wa ndugu zetu wakiwa wakiuawa, wa ndugu ambao vifo vyao hatujui ni kwa nini wanaendelea kuuawa. Ndio maana sisi tunasema vijana tuwe wazalendo, na ni sharti tuweze tukaungana ili tuweze kuona namna gani tunaweza kupiganisha huyo adui ADF. Tukumbushe hapa kuwa mkoa wa Kivu Kaskazini kama vile Ituri ni mikoa inayoathirika zaidi na machafuko ya mauaji. Kila kukicha ni habari za mauaji. Mimi ni Molerwa Msekedide wa Zejofa Media. Tukisalia tu kwenye viwanja mapambano, ni kwamba utulivu wa kadiri ulionekana Ijumaa Novemba 10 kwenye mstari wa mbele katika eneo la Masisi, Ruchuru, Nyiragongo huko maeneo ya Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Utulivu huu unakuja baada ya makabiliano ya silaha nzito na nyepesi, milipuko ya mabomu iliyorekodiwa wiki nzima kwenye uwanja wa mapambano maeneo tofauti huko maeneo ya Kivu Kaskazini kati ya waasi wa M23 na kwa upande wa umoja wa muungano wa vikundi vya vijana waliojitolea kutetea taifa lao wanaojulikana kwa jina kama Wazalendo, na jeshi la FARDC ikiwa ni jeshi la taifa la nchi hiyo. Na ni vizuri tukufahamishe kwamba mapigano haya ya hivi karibuni yamesababisha watu wengi kuhama makazi hao, huku usalama ukiendelea kuzoroteka, wengi wakikimbilia sehemu za Goma, mji mkuu wa mkoa wa Kivu Kaskazini, huku wengine wakijielekeza kwenye milima mirefu ya huko Ruchuru. Vyanzo kadhaa vya habari vyazidi kupandisha sauti kuhusu hali duni ya maisha ya watu wanaopatikana kwenye maeneo hayo, huku wakiomba uingiliaji kati ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na mashirika ambayo yanaendelea kuhudumia watu kwenye hali tete kama hiyo. Na mwishowe huko mjini Bukavu ni kwamba kuongezeka kwa ufahamu miongoni mwa wanafunzi kutoka shule mbalimbali katika mji huo juu ya usimamizi wa kuwajibika wa maji ya kunywa ni miongoni mwa malengo ya ziara ya kisayansi iliyoandaliwa na taasisi ya Kifaransa mjini Bukavu katika shule kadhaa za ushirikiano na mpango wa kujenga pamoja Ijumaa Novemba 10. Mwandishi wetu Natasha Mingu Andrea ikoje habari? Katika mikutano hiyo, wanafunzi wa shule la La Fontaine walifahamishwa umuhimu na uhifadhi wa maji kwa faida ya binadamu, ili nao wawe mabalozi wa kutoa elimu ya matumizi sahihi ya maji ya kunywa, anasisitiza Alena Mujimbo toka taasisi ya Ufaransa ya Bukavu. Watoto watusaidie kupitisha message yetu ya sensibilisation. Mai c'est parmi les facteurs yaleta magonjwa mingi sana mu communauté. Alors batoto c'est parmi les personnes qui sont les plus touchées na ile maladie. Alors on a supposé que bonjo batu ya kwanza benye wanapasha kuwa sensibiliser, ça c'est de 1. De 2, bonjo wanapasha fikisha ile message mu communauté locale pour une bonne gestion d'eau tout simplement. Kwa upande wake Bi Therese Bora, mwakilishi wa Bukavu, anawalika wanafunzi kwenda kwa jumuiya zao ili kuongeza ufahamu wa usimamizi wa maji safi unaowajibika. Tunachunga responsabilité kwanza yabo, bajue maji, maana ya maji mu maisha yabo. En plus na baende mu majamaa zao kufundisha wazazi wao, kufundisha ndugu zao, kucreer ile responsabilité juu ya engagement juu ya maji, kucreer ile responsabilité abo juu ya traitement ya maji, vis-à-vis ya kusamani ya maji ndani ya maisha. Wanafunzi hao wameadhimisha kutotupa tena taka za majumbani ziwani ili zisiwe chanzo cha magonjwa kutokana na matumizi ya maji machafu katika jamii. Ziara ya shule maji katika tovuti za sayansi inaendelea vile katika jiji la Bukavu, huko Lycée Wima pamoja na Complexe Scolaire Le Progrès na shule zingine. Ziara hiyo itaonekana kuendeshwa. Nikiripoti toka jijini Bukavu, mimi ni Natasha Mingu Andrea kwa niaba ya Zejofa Media.
Naam, mpenzi mfuatiliaji, wewe ambaye ulikuwa nasi mwanzo mpaka hapa tulipofikia, ni kwa namna hiyo ndipo tunaweka kikomo kabisa kuna matangazo yetu ya ajira na wakati kama na hii. Huku nikitoa mkono wa dhati sana kwa wewe ambaye ulikuwa nasi mpaka hapa tunapotua nanga kabisa, nikikujuza tu ya kwamba ni jukumu lako kwenda kulike, kushare na kusubscribe channel hii kwenye ukurasa wako wa Facebook, Instagram pamoja na YouTube, ikiwa ni Zejofa Media. Huku kwenye kipaza sauti ulikuwa nami Banza Alain Taxis, nikikutakia siku njema.